Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu apewe sifa. Jina langu ninaitwa Lawrence Michael Mtuye Nzoa, mchungaji mwenyekiti kanisa la Mreveni Tanzania, jimbo la Mbozi. Mpendwa mtazamaji, ninakuletea neno la Mungu kutoka Kiongozi Kalenda, neno la Mungu linalotuongoza siku zote. Katika siku hii ya leo tumepewa neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo sura ile ya 5 mstari wa 2. Neno la Mungu linalotuongoza kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2. Hatimaye tutasoma tena waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 10. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 10. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2 linasema, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Neno kutoka waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 aya ile ya 10 limewekwa kama ifuatavyo: kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Naomba tuombe. Baba yetu Mungu mwema, peke yako wewe mwenye pendo lako kuu na la ajabu kwetu wanadamu. Ulituumba wanadamu kwa mfano wako na kwa sura yako. Ulimuumba mwanamume na mwanamke washirikiane, wapendane, waishi katika undugu mmoja kwa ajili ya pendo lako. Tujalie Bwana kuishi kwa kuchukuliana, kuthaminiana, kupendana, tuutimilize utukufu wako. Anza nasi katika neno hili la uzima, ukahitimishe nasi katika jina lako Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji, neno hili tumelisoma linatupa sisi nguvu ya uwezo wa kujua namna ya uumbaji wa Mungu Mwenyezi. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake, kwa matakwa yake na kwa mapenzi yake yeye. Akawaumba mwanamume na mwanamke. Mungu ameweka kusudi lake la pekee kwa kumuumba mwanadamu huyu. Hakuna yeyote mwenye mamlaka ya kuweza kukosoa uumbaji wa Mungu, wala namna gani Mungu amemuumba huyu kuwa hivi au yule kuwa vile. Inashangaza sana kuona wanadamu jinsi ambavyo wanakosoana katika uumbaji wa Mungu. Mungu amemuumba mwanamume, Mungu amemuumba mwanamke. Wote wawe kitu kimoja katika namna ya mahusiano mema na katika ushirikiano. Wapendwa, tujitafakarishe na tujifikiri sana. Uumbaji huu wa Mungu ni wa ajabu sana, kwa sababu Mungu analo kusudi la kumuumba mwanadamu. Mwanadamu yeyote hana mamlaka kukosoa uumbaji wa Mungu, aidha kwa mwenzake mwanamke au kwa mwenzake mwanamume, kwa sababu Mungu amemuumba kila moja kwa mapenzi yake yeye peke yake Mungu, na kwa kusudi lake katika utakatifu wake. Mungu wetu ametuumba sisi sote katika hali ya pendo lake peke yake. Ni wajibu wetu sisi kushirikiana, kupendana katika kila hali. Wako watu ambao daima wanawanyanyasa sana wenzao. Hasa nimejaribu kuangalia katika maisha yetu wanadamu. Wanawake ni watu wanaonyanyasika sana kwa hali yao jinsi walivyo. Wewe mwanaume unayemnyanyasa mwanamke, au unayembeza, au unayekosoa uumbaji wa Mungu kwamba huyu hafai kutumika, huyu hafai 1 2 3, kumbuka kabisa ya kwamba unamkosea Mungu ambaye amemuumba huyo mwanamke. Piga picha. Nikuulize swali moja. Je, wewe mwanaume ambaye unamuona mwanamke hafai, na kwa nini ameumbwa? Light, kama Mungu angekuumba wewe mwanamke, wewe mwanaume, wewe mwanamke, ungejisikiaje au ungewezaje kufanya lolote? Mara nyingi sana wanawake ndio wako wanaobishana, lakini walio katika ubishi mkubwa sana ni sisi wanaume kukosoa uumbaji wa wanawake. Mungu analo kusudi jema sana kwa jinsi ambavyo amemuumba kila mwanadamu kwa mapenzi yake tu na kwa takwa lake. Mpendwa, unaponyanyasa mwanamke au wewe mwanamke unaponyanyasa mwanamume, jua kabisa ya kwamba unaukosoa uumbaji wa Mungu, na hata kwa Mungu unamkosea sana, tena unatenda dhambi. Huko wakati Mungu, light, kama ingekuwa ni wanadamu, Mungu angeweza kusema kwamba ngoja na wewe fulani, kwa kuwa unanyanyasa habari za wanawake, tukubadilishe wewe leo uwe mwanamke, uishi kama ambavyo mwanamke angeweza kuishi. Ni kitu ambacho ni kigumu. Mungu alichokiumba daima wala hakitangui. Ni vyema tuishi katika namna ya ushirikiano, kushirikiana, kupendana na kuthaminiana, kwa sababu unapomjali mwenzako unaujali utukufu wa Mungu.
Unapomthamini mwenzako pia unathamini kazi ambayo Mungu aliifanya akaiumba kwa huyu mwanamke. Mpendwa, yuko baba moja alisoma sana habari za mambo ya ya maisha ya mwanadamu. Akaandika vitabu vingi sana kumkosoa huyo mwanamke. Aliandika vitabu karibu si chini ya 20. Akakosoa huyu mwanamke si mwanadamu, ni lidudu tu, hawezi kuifanya kazi ya Mungu. Sasa ulifika wakati yule baba aliugua. Alikuwa na mke wake na watoto wake 7. Watoto wake 4 walikuwa wa kiume, watoto wake 3 walikuwa wa kike. Huyu baba wakati alipokuwa anaugua, mke wake baada ya kumuuguza miaka 3, mwaka wa 4 yule mke wake akafariki. Watoto wake wa kiume wote wakakimbia wakamwacha baba yao na hangaika na kuteseka. Lakini watoto wake wa kike hawa wawili, mmoja alikuwa ameishi mbali. Hawa wawili wakaamua kutoa dhamana ya maisha yao kumuuguza na kumtunza baba yao kwa ukaribu. Ukafika wakati dada huyu mdogo akawa amefariki. Akabakia huyu dada mtoto wake mmoja. Hatimaye yule mtoto pia akashikwa na ugonjwa ambao hakuweza kupata msaada. Wakajitokeza wanaume wachache wakawa wanamtembelea yule mwenzao mara 2 mara 3, wakashindwa, wakakata tamaa. Walijitokeza wanawake jirani kwenye kijiji, wakawa na huruma, wakawa waaminifu kuifanya kazi ya kumbeba yule mwanamume kwa hali zake zote na kwa magumu yake yote. Wakamhudumia kwa dhati katika maisha yake yote na siku zake zote. Ukafika wakati mwaka wa kwanza wakina mama wakawa wanabadilishana, wanakwenda kumwangalia, wanamfulia nguo, wanampikia chakula kwa gharama zao. Hatimaye yule bwana ulipofika mwaka wa kwanza, mwaka wa pili akaona jitihada ya wale wanawake. Roho Mtakatifu akamjia akasema, mwanangu, umepata ugonjwa huu. Ibilisi alikusudia wewe kufa ukawa mauti. Lakini mimi Mungu nimekuandalia wale ambao ulikuwa na wadharau wakuhudumie katika hali ya maisha yako na haja ya uhitaji wako. Ukafika sasa wakati yule bwana akawa ameamka na nguvu zote na uweza wake, akaendelea tena kufanya kazi zake na shughuli zake. Ndipo yule bwana aliamua kubatilisha vitabu vyake vyote kwa maneno na kwa kauli yake kwamba jamani, niliwadharau wanawake miaka yangu yote na katika maisha yangu. Leo naungama kwa Mungu kwa upya. Naomba Mungu anirehemu, anihurumie kwa sababu nimemtendea Mungu dhambi nyingi sana kwa kuondoa utukufu wa Mungu kwa hawa wanawake. Nikusihi sana ndugu yangu, hata wewe leo naye wadharau na kuwapinga wanawake katika kazi yoyote, hata katika kazi ya Mungu. Wako wanaopinga wanawake, wanaandika hata vitabu na maandiko mbalimbali wakisema mwanamke hafai, si kitu. Lakini ukiangalia leo katika makanisa yetu sisi tulio wa Kristo, wanaojaa kwa wingi leo ni wanawake kanisani. Ukiangalia hata katika jamii, iitishwe mikutano aidha ya hadhara, aidha anakuja mkuu wa mkoa, anakuja mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi wengine, walio wengi sana ni wanawake. Na wanaofanya kazi kubwa katika ushirikiano na katika namna yote ni wanawake tunawaona leo. Mpendwa mtazamaji mwenzangu, hauna sababu ya kumhukumu mwingine, kwa kuwa awezaye kuhukumu ni Mungu peke yake, na ndiye aliyemuumba mwanamume na mwanamke kwa mfano wake na kwa sura yake. Tuheshimiane, tupendane, tuthaminiane, kwa kuwa maisha tulio nayo chini ya jua ni ya kupita. Mpendwa mtazamaji, jifikirishe na ujiulize swali moja ya kwamba siku ukifika mwisho wa maisha yako ukaonekana wewe umemdharau mwanamke, ukambeza, ukaona hafai. Nasema kwa upande zaidi wa wanaume kuwabeza wanawake, kwa sababu tumethibitisha haya katika mikutano yetu, hata katika mihadhara mbalimbali. Utakuta mtu amesimama anatoa hoja za kupinga mwanamke kwamba hafai na si kitu mbele za Mungu. Lakini Mungu aliyeumba wanadamu wote, mwanamume na mwanamke, peke yake ndiye mwenye kuhukumu. Tuishi katika hali ya kuthaminiana, tuishi katika hali ya kutunzana, na zaidi sana tukimrudishia Mungu wetu sifa na utukufu. Nikusihi mpendwa, heshima uliopewa na Mwenyezi Mungu usiidharau, na heshima uliopewa kwa ajili ya mwingine usiidharau. Usimdhalilishe mwanaume, usimdhalilishe mwanamke. Tukumbuke ya kwamba sisi sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo tuishi katika hali ya kutumikiana, kushirikiana na kupendana. Wewe ni mwanaume, unahudumiwa na mwanamke, anakufulia nguo, anakubeba, unakuwa naye na mnajaliwa naye kuzaa watoto. Sasa piga picha kama unawadharau wanawake na kuwabeza hivyo. Je, mfikirie dada yako, mfikirie mama yako aliyekuzaa na ndugu zako wengine wa kike. Tukidumu katika hali ya kupendana, kuheshimiana na kutiana moyo katika magumu ya ulimwengu huu, tutaratibisha utukufu wa Mungu katika upendo wa Mungu, na hatimaye Mungu ataona kusudi lake kwetu ni jema katika hali ya upendo. Mungu atusaidie sana, atubariki, atuwezeshe kudumu katika mapenzi yake.
katika jina la Yesu, amen. Tumshukuru Mungu. Asante Mungu wetu kwa neema uliotujalia kwa siku hii ya leo. Tunaiweka siku hii mikononi mwako. Tujalie sisi wanaume kuwajali wanawake, wajalie wenzetu wanawake kutujali wanaume. Tupe upendano wa kweli na ushirikiano wa kweli, ili mapenzi yako Mungu yatimizwe kwa utukufu wako. Ni katika jina lako Yesu Kristo Bwana wetu, amen.